Mungu alianza kunena nasi tangu tulipoingia hapa. Kwa hivyo nadhibitisha tu ambayo Mungu ananena nasi. Nimebarikiwa na waibaji. Mungu awabariki. Fungua Biblia yako kitabu cha Zaburi 127. Nataka nisome kwa Kiswahili. Kwa hivyo fuata Biblia yako. Zaburi 127. Biblia inasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye haulindaye akesha bure. Kazi zenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Acha nifike pale tu juu nilipenda kusoma mstari wa kwanza tu ambao unasema, Bwana asipoijenga nyumba, anayejenga anafanya kazi ya bure. Na Bwana asipoulinda mji, anayelinda anafanya nini? Haleluya. Nataka tuongeleshane dakika 15, neema ikitosha, kuhusu, is the Lord building for you or you're building for yourself? Bwana asifiwe. Hiyo ndio sauti na isi Mungu ananena nasi katika huu mkutano. Na nataka tujiulize hilo swali, kila mmoja wetu. Is the Lord building for you or you're building for yourself? Hallelujah. Mahali tumesoma Biblia inasema, Bwana asipoujenga mji, wanaojenga wanafanya kazi ya bure. Huo mstari unamaanisha kwamba watu wanaweza kujenga pasipo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huo mstari haumaanishi binadamu hawezi akajenga. Lakini unasema kama si Bwana anajenga, mwenye anajenga anafanya kazi ya bure. Kama si Bwana analinda, mwenye analinda anafanya kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia kitabu cha Mwanzo 11, utaona watu ambao waliamua kujenga mnara unaitwa wa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema pasipokuwa na Mungu, Mungu hakuwa pale. Binadamu wakakutana pamoja na wakaamua wafanye nini? Wajenge. Na wakaanza kujenga, wakaanza kupanda. Na Biblia inasema Mungu akatazama akaona hawa binadamu chenye wameanza watakamilisha. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nasema hivi kwa sababu tunaishi siku ambazo tunatazama vile ambavyo mtu anakaa, ama vile sifa ako nayo, ama ni nini amefanya, na tunasema ameprosper. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ya kwamba Mungu ameumba binadamu, na binadamu hako na uweza na nguvu ndani yake, na anaweza akafanya mambo hata pasipokuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri tunaposhukuru, we pause and ask ourselves, is the Lord building for me or I am building for myself? I like the song that one of our ministers sang here. Na akasema kuhusu ni Yesu aishie, sio mimi ninaishi. Bwana Yesu asifiwe. But do you know the truth of the matter is, many believers are the ones living, but not Jesus living in them. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Methali, Proverbs 19:21. Biblia inasema many are the plans in a man's heart, but it is only the purpose of God that prevails. Bwana Yesu asifiwe.
ya kwamba binadamu aweza akapanga. Najua huu mwaka vile ulianza, tulikuwa na resolutions, tulikuwa na mambo tulikuwa tumeweka, na mengine tumeattain. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema isipokuwa ni purpose ya Mungu aliyo nayo, binadamu anaweza akafanya nini? Hakawa na many plans, but it is only the purpose of God that comes to fulfillment. Bwana Yesu asifiwe wapenda. Nataka unifuate tunapoenda kumaliza, tuwe na nafasi ya kuomba na kuuliza Mungu, nimekuwa na jenga ama huu mwaka ni wewe umejenga ndani yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Luka 15 pale mstari wa 11, unaongea kuhusu kijana mmoja ambaye alienda kwa baba yake akamwambia, baba, fanya nini? Nipe sehemu ya mali ile yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, tukumbuke ya kwamba wanatheolojia mtanisaidia ya kwamba wakati tunaongea about the prodigal son, atuongelelei watu wenye hawajaokoka. When the Bible talks about a father and sons, it's talking about sisi ambao tumezaliwa na baba yetu aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu sons, we become sons through kuzaliwa mara ya pili. Tuko pamoja? Lakini kijana wa kwanza ameenda kwa baba, anamwambia nipatie mali yangu. Na Biblia inasema alipomaliza kupewa mali yake, akafunga safari na akaenda nchi ya mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kijana alienda nchi ya mbali kwa sababu alihitaji kuishi maisha yake, si maisha ya baba. Sijui wengine wenu, unajua siku hizi baba wako karibu sana na watoto wao. Sisi tukilelewa, baba akifika nyumbani ulikuwa mnatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Na babangu alikuwa mwalimu, akikaa nyumbani tunaomba aende ndio tufanye chenye tunataka. Akiwa nyumbani anataka, yeye ako na mapenzi yake, anatuambia fanya hivi, leo mfanye hivi. Sisi hatutaki hilo, tunataka tukae mbali na baba ndio tufanye mapenzi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kuhusu Mungu asipoijenga nyumba, wenye wanajenga wanafanya kazi ya bure. Ya kwamba kama Wakristo kuna urahisi sana ya kwamba Mungu akianza kutubariki tunaanza kufunga safari na tunaenda mbali na yeye, na tunaanza kuishi maisha yenye sisi tunataka. Hatutaki kuwa control, hatutaki kuambiwa usifanye hii, hatutaki kwa. Let me ask you, children of God, how many times do you pray about the will of God for your life? Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaishi siku ambazo Biblia inasema Warumi 12:1-2 ya kwamba tusifananishwe na ulimwengu, kwa sababu ulimwengu huko na njia unaweza kutuingia ndani mpaka tunaanza kukimbizana na vile kila mtu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona biashara hivyo, ndivyo tuliuza mayai ya nini? Ilikuwa mayai nini inaitwa nini? Ya kweli. Sivyo ndio tuliuza mayai ya kweli. Because tukiona hii imeshika tunaingia hili. Tukiona huu mwimbaji amebobea kupitia hii, tunaona si hata mimi nifanye kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi tunatulia na kuuliza Mungu, mapenzi yako ndio gani? Kwa sababu wapendwa, kama tunajenga chenye Mungu ajengi, haleluya. Kama huduma unayojenga sio Mungu anajenga, juu unaweza jenga huduma. Unaweza, uko na uweza kuita marafiki twende tuanze huduma. Nimepanda makanisa 3 kwa neema ya Mungu. Na kuna wakati unaweza kuita wapendwa, John, Mungu ameniambia twende, na wanakufuata. Na wako na fungu la 10, kanisa itaanza na itasonga. Bwana Yesu asifiwe. Tukijenga na Bwana ajengi, wapendwa, itakuwa kazi ya bure.
Sijui kama kuna mtu ananisikiza. Ushasoma maandiko kitabu cha Mathayo 7 ambayo inasema kuna watu watasema tulitoa mapepo. Wanasema tulifanya mambo makuu kwa jina lako. Na Biblia inasema atawaambia tokeni mbele yangu siwajui. Kwa nini? Kwa sababu na Biblia inasema mlifanya maovu. Yale maovu si ati walifanya dhambi, walifanya what was not the will of God. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Unajua mnaniangalia ni kama sijui, are you hearing what I'm saying? Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Biblia inasema hivi, wakati Yesu anafunza wanafunzi maombi. Tufunze maombi. Anamwambia muombe hivi: Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako lifanye nini? Litukuzwe. Mapenzi yako, ufalme wako na uje. Mapenzi yako, Kizungu inasema aje? Your will be done here on earth as it is in heaven. Inamaanisha vile ambavyo tumesema. Wakati Yesu, nitarudi pale, wakati Yesu anaongea kitabu cha Yohana, anasema mimi sifanyi chochote isipokuwa chenye naona Baba yangu akifanya. Umesoma yale maandiko? Ushasoma? Wapendwa, tunasoma Biblia zetu, si mniombe. Yesu anasema mimi sifanyi chochote isipokuwa chenye naona Baba yangu akifanya. Ndio sababu Yesu anaingia katika ile pool, ilikuwa ya kule ya Siloamu. Anapata watu wamekaa pale, multitude of people. Anaenda anaponya jamaa mmoja ambaye alikuwa amekaa pale 38 years. Na anatoka anaacha watu wengine pale, anaenda. Huyo wako wa Mungu. Kwa nini? Wapendwa, hebu niinulieni mkono. Nijue tu tuko pamoja, tumenyamaza na shangaa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mara mingi tunafikiri tukitenda mema sasa ndio tunafanya. Wapendwa, Mungu anatuambia hivi jioni ya leo ya kwamba kama yeye hajengi, haimaanishi ni nini unachofanya. Utajenga lakini unafanya kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu anatuita mahali pa kutafuta mapenzi yake. Na ndio sababu asubuhi Yesu anaenda kwa mlima kusikiza mapenzi. Wengine wenu hapa hata Mungu akituambia ukae nyumbani wiki moja uwezi ukakubali. Juu umezoea kukimbia. Hauwezi ukakuta wewe umezoea maisha yale yako na hii yake uwezi ukakubali. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatufunza wapendwa, tuombe mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani kama vile yalivyo juu mbinguni. Ya kwamba chochote ufanyacho kiwe ni kile Baba anafanya juu mbinguni kupitia kwako. Tunaishi siku ambazo tumebadilisha Biblia. Tunasema mapenzi yetu hapa duniani, tunafunga na tunaomba yafanyike huko juu mbinguni. Sisi kama naongea na mtu hapa. Kuna kitu inaitwa New Age. Sijui kama ushaisikia ama kusoma. Inaitwa New Age. Mmoja nilikutana naye akaniambia hivi. Akaniambia, mchungaji, unajua ukihitaji gari nzuri, unaenda unachukua ile picha, unaiweka kwa ukuta, na kila asubuhi unashukuru Mungu juu ya ile gari. Na kwa muda Mungu atakupatia maombi yako. Hebu weka hayo maneno kwa mizani ya Biblia. Mimi nikitaka, mimi nikifanya nini? Najua God works through our desires. But see, Yakobo, James anasema we are tempted by our what? Apostle.
hawa ni washirika wa makanisa. Mbona nawauliza Biblia na wanajibu? Yakobo anasema haja, that when you are tempted, do not say God is tempted me, because you are tempted by what? By your desires. Kwa hivyo we cannot trust our desires. Hatuwezi kwanza tukiishi kwa hii ulimwengu yenye tunafananishwa naye. And so we have changed everything. If I want it, then I push, I pray until something happens. The Lord told me to tell you, mimi sikujua kama unakuja, that if he is not building, anyone who is building anafanya kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaambia wanafunzi, when I sent you, look, I think 22, wakati niliwatuma bila mfuko, bila kibeti, bila viatu, anawauliza mulikosa chochote? And the disciples say what? No. I want you to underline the word when I sent you. Bwana Yesu asifiwe. Why is it that churches are in debt? Why is it believers are taking loans today? Ona vile mnanikazia macho. Ikataa nimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa sababu tunajituma. Sisi hata Wakristo wanasema nikajituma. Endelea kujituma. Bwana Yesu asifiwe. Jesus says, when I sent you, did you lack anything? And they say no. But believers, in the days we live, tunajituma. And no wonder God is not providing for our things. Because God will not provide for what is not His will. He will not. By the way, kanisa, deni kwa Biblia ni laana, si baraka. Ni sawa tu. Mimi nataka nikirudi nyumbani aniambie well done. Najua kuna watu wananiangalia wanashangaa kwa kwani. Mimi nitaenda kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Loans, debts are not blessings. Read Deuteronomy 28. Biblia inasema mkitii, these blessings will follow you. You will lend and you will not borrow. If you disobey, these curses will follow you. You will borrow. Bwana Yesu asifiwe. Every scripture in the Bible is talking in a negative way about debts and loans. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Inanishangaza tukitengeneza mikutano, wachungaji alipelekwa huko kwa jangwa na akachapa jangwa miaka. When God came to him and told him, now I want to send you to Egypt, yule Musa mwenye alifikiria watajua, he is a deliverer. The Bible says, he said, who am I? Who am I? I cannot do that. You wonder, he is the same person who was trying to deliver them. Lakini Mungu amempeleka kwa njia yake, ampeleka shule, amemtengeneza, mpaka now he has surrendered to the will of God. And he says, unless the Lord does it, I cannot do it. Remember, God is calling us to the place of allowing Him to build for us. The Lord is calling someone here to allow them to build their marriage. The Lord is calling someone here to allow Him to build their ministry. Na nikwambie kitu ambayo sio vizuri sana. The moment you tell the Lord, build for me, the first thing He does is He collapses what you have been building. Si tamu,
but it is the truth. The question is, do you want your will or His will? Romans says His will is good, is pleasing, is perfect. You have not yet seen what God has in store for you. Child of God, you have not. You have not yet. Most of us, what we have accomplished is what we can do by our strength. I wish we could allow the Father and tell Him, build for me. Build my ministry. Build my education. Build my business. Because that desire is God working it. The book of Philippians 2:13 says it is Him who wants in us to will and to act. So that desire, it is God, but He is asking you, can you stay with me? Can you allow me to father you? Because not every day I want you to do what you want yourself to do. Paulo anaenda kuhubiri, wanataka kuingia mji fulani. Roho anawaambia msiingie. Huko watu wanahitaji kuhubiriwa. They were there, right? But the Holy Spirit says no. Now I'm speaking to ministers. Let me speak to ministers. Sometimes the invitations you get, God does not want you to go there for His reasons. He has another plan for you. And He's wondering, my child, why don't you allow me to build? Kuwepo kwa poster is not what is going to make you international. I'm speaking to someone. Don't fight for it. Don't build for yourself. He will. He knows how. He knows how to give you the platforms that you need when the time comes. If we go the way of Moses, the purpose will be thwarted even before it starts. Can we allow the Lord to build for us? I want you to bow your head even as I sit down. I just ask the Holy Spirit, vile Daudi anaambia Roho Mtakatifu, nichunguze. Am I building for myself, or are you building? Am I using my connections? Sometimes God uses them, but am I using